haki za vyama vya siasa ni uwezo wa kufanya mikutano ya hadhara, na hilo unalipata wapi? Unalipata kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukienda ukasoma hicho kifungu cha sheria, hakuna mahala popote wameambiwa kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya shughuli zake za kisiasa ni mpaka pale waziri wa mambo ya ndani atakapoulizika kuna usalama. Haijaandikwa hivyo. Swala la usalama, ndugu mwandishi, haliko juu ya haki za watu, na ndio maana katiba ikaliwekea utaratibu. Na ili kuondoa hii sintofahamu na mvurugano wa hapa na pale na kuzua mijadala isiyokuwa na sababu za msingi, katiba ikaeleza ni nani anayepaswa kutuambia kama taifa kwamba nchi ina hali ya usalama au haina hali ya usalama. Katiba imetuambia. Sio mtu yeyote tu katoka huko kaibuka anatuambia hali ya usalama sio nzuri. Ibara ya 32. Ibara ya 32 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 32 imetuambia mwenye mamlaka ya kulitangazia taifa kwamba taifa sasa hivi hali ya usalama ni mbaya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32. Hii hapa. Ibara ndogo ya kwanza. Ibara 32, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge kwa ajili hiyo, Rais anaweza kutangaza hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano au katika sehemu yake yote. Kwa hiyo mpaka hapa kupitia ibara 32, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona mwenye mamlaka kikatiba kutangaza kwamba nchi hii sasa hivi sio swali ni rais. Sasa unapomwona mtu anaibuka, iwe ni bungeni, iwe ni mtaani, iwe tumekaa baa au wapi, akwambia sikilizeni, sasa hivi kuna vitishio vya hali ya amani, usalama hamna. Huyo mtu ni muongo tu kama walivyo watu wengine, waongo wengine tu. Kwa sababu swali ambalo wewe mwananchi wa kawaida unapaswa kumuuliza, brother, wewe au mamlaka ya kututangazia sisi kwamba hali ya usalama sio nzuri, umeyatoa wapi mamlaka hayo? Sisi tunajua katiba imetuambia nchi ikiingia kwenye shida ya kiusalama, anayetakiwa kuja kutuambia sisi ni rais. Wewe ni rais, uenda kupoka mamlaka ya rais, huo ni uhaini. Kupoka mamlaka ya rais wakati wewe sio rais na kutekeleza hayo mamlaka ni uhaini kama ulivyo uhaini mwingine. Uhaini sio mpaka upindue tu nchi, upindue serikali, hapana. Kwenda kuingilia mamlaka ya rais ukayavaa, ukaanza kutangazia taifa vitu ambavyo huna mamlaka navyo, ni uhaini. Sasa ni lini sasa rais na yeye atatangaza kwamba hapa kuna hali ya hatari? Rais akiridhika, sana vyombo vinamsaidia, afu ndio vinampelekea taarifa. Sasa akiridhika kwamba taarifa alizonazo zinasababisha hali ya hatari katika nchi, rais ameelekezwa kupitia ibara ya 32, ibara ndogo ya pili, kufanya vitu vifuatavyo. Kwanza, ibara ya 32, ibara ndogo ya pili imeeleza hiyo hali ya hatari maana yake nini. Hali ya hatari, yani ukisikia mtu anakuambia kuna hatari kwenye nchi hii, usalama tena hakuna, maana yake nini? Au tishio la kiusalama, yani maana yake nini ukisikia hivyo? Ibara ya 32, ibara ndogo ya pili imeeleza hivyo. Ni pale ambapo nchi iko kwenye imevamiwa nchi. Yani tumeamka asubuhi leo, Idi Amin huyu hapa kaingia, tushavamiwa. Hiyo ni hali ya hatari, kwa sababu wavamizi wanataka kuja kupoka uhuru wa nchi yetu kama taifa na kuchukua pengine himaya ya nchi yetu iwe sehemu ya himaya yao. Kwa hiyo rais kwa mujibu wa katiba akiona hiyo hali kupitia wasaidizi wake, taarifa ambazo amezipata kutoka kwa vyombo husika, hiyo hali inampa mamlaka ya kuiita hii kwamba ni hali ya hatari, usalama haupo. Sasa akijiridhisha kwamba nchi inavamiwa au iko vitani, tunapigana sasa, anatakiwa afanyaje? Au limetokea jambo lingine lolote linaloweza kufanya usalama wa nchi usiwe salama, kwa mfano matetemeko ya ardhi,
kwa mfano tetemeko la ardhi au mafuriko ya nchi nzima, yani ni vurugu mechi, watu wanapata shida, rais akiangalia ile hali na akashauriwa na watu wake wa karibu, kwa mujibu wa katiba ina qualify kuwa hali ya hatari, anatakiwa kuchukua hatua. Sasa hatua anayotakiwa kuchukua ili aje atangaze baadaye kwamba kuna hali ya hatari ni nini? Hizo hatua zimetajwa katika ibara ya 32 ibara ndogo ya 3 ya katiba hii, kwamba rais anatakiwa apeleke azimio bungeni bila kujali bunge lipo kwenye shughuli zake au halipo kwenye shughuli zake, apeleke hilo azimio. Na naomba niisome hiyo ibara inavyosomeka. Ibara ya 32 ibara ndogo ya 3. Endapo itatangazwa kwamba kuna hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano nzima au katika Tanzania bara nzima au katika Tanzania Zanzibar nzima, rais atatuma mara moja nakala ya tangazo hilo kwa spika wa bunge, ambaye baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni ataitisha mkutano wa bunge ndani ya siku zisizozidi 14 ili kuitafakari hali ya mambo na kuamua kupitisha au kuto kupitisha azimio linaloungwa mkono na kura za wajumbe wasiopungua 2/3 ya wajumbe wote la kuunga mkono tangazo la hali ya hatari lililotolewa na rais. Ibara 32 ibara ndogo ya 3. Kwa hiyo kumbe hata huyo rais mwenyewe huyo, ili apate uhalali wa kutangaza kwamba hii nchi sasa hivi sio salama, ni lazima bunge leo limeridhia kwa kiwango cha wajumbe waliopiga kura sio chini ya 2/3. Huibuki tu ukawaambia watu kuna hali ya hatari, usalama. Kwa sababu brother, sasa hivi mambo haya ya kiusalama haya, kwa kuwa watu hawasomi katiba, watu hawasomi sheria, yanatumika kutisha watu, yanatumika kupora haki za watu, haki kama hizo za maandamano, haki za kufanya siasa ambazo zipo kwenye katiba. Yani hii nchi imeshageuka kuwa kama ni police state, yani ni nchi ya kipolisi. Alafu kuna saa huelewi kabisa hivi. Sasa jana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muriro, anaongea na waandishi wa habari, anasema katika siku chache zilizopita hali ya usalama ni shwari. Hali ya usalama ni shwari Dar es Salaam, watu wafanye shughuli zao. Kesho kutwa bungeni waziri anakuambia hali ya usalama sio shwari. Mimi najua waziri wa mambo ya ndani sio askari, wala hajawahi kwenda depo, wala hana mafunzo yoyote ya kiusalama. Waziri wa mambo ya ndani kama anayo labda ni mafunzo ya siri, lakini yale mafunzo yanayojulikana wazi kwamba anayo kiasi kwamba anaweza akafahamu kwamba kuna hatari au hakuna, waziri wa mambo ya ndani hana hayo mamlaka, hana hiyo elimu. Lakini polisi wameshatuambia sisi kila sehemu. Lakini kubwa zaidi, mwenye mamlaka ya kusema kwamba hatari ipo au haipo ni rais. Hajasema, amekaa zake kimya rais. Kwa hiyo na maana rais yeye haoni kwamba nchi iko katika hali mbaya. Lakini nikuulize swali moja, mwandishi. Mama yuko kwenye jitihada kubwa sana, mheshimiwa rais anaifungua nchi. Juzi kafanya ziara kubwa sana kule Urusi, Russia. Na kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, alisema ziara ya rais kule Urusi ilitikisa dunia na dunia ilitikisika. Na rais baada ya kurudi anaongea na waandishi wa habari pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Anasema moja kati ya lengo au malengo ya ziara yake kule Urusi ni kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara na kiuchumi kati ya nchi zetu mbili, Urusi na Tanzania. Kwamba Watanzania waende Urusi wakaangalie fursa kule za uwekezaji za biashara kama zipo, wakazitumie ziwasaidie wao binafsi au zilisaidie taifa. Lakini pia Warusi waje waangalie hapa Tanzania sisi tuna vivutio gani vya kiuwekezaji kwenye madini, kwenye maliasili, misitu, mbuga za wanyama na mambo mengine kama hayo. Sasa leo anaibuka mtu anakuambia nchi haiko salama. Hivi Putin akisikia Putin atatuonaje sisi? Yaani tumefunga safari kumfuata, mwambia Putin njoo uangalie huku nchi yetu sisi ni salama, ina vivutio. Njooni muwekeze, watu wetu wapate ajira. Putin amesema sawa, mimi nitakuja. Si ni kisiwa cha amani? Nakuja mimi kuwekeza kule. Anajiandaa kuja, ghafla anasikia huko sio salama huko.
Tutaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Lakini yule rais wa Namibia yule, sikaja juzi hapa, juzi. Na rais katuambia tutumie fursa, tuchangamkie fursa zilizoko Namibia. Twende kule sisi tukaangalie biashara. Kabla hata tujaanza kujipanga vizuri, tunaambiwa hii nchi sio salama. Lakini sasa kichekesho, anayetuambia ni mtu ambaye hana mamlaka hayo. Na kama anasema yeye ana mamlaka hayo, wewe tuandalie mdahalo mimi na yeye, mdahalo. Jessica Seka kasoma sheria. Na mimi nimesoma sheria. Mimi naishi sheria na naifanyia kazi sheria. Na sio naifanyia kazi, mimi nimetoa mchango kwenye maendeleo ya sheria za nchi hii.